يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول أيضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم. Baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake na bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kurudisha tena shukrani kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kutupatia nguvu na msukumo wa kiimani kukutana tena ndani ya bukaa la kheri kama hili, tukistafidi kwa mada mbalimbali kutoka kwa mashehe, kwani ni msukumo wa imani. Na subhanallah, kulingana na harakati za kiulimwengu, takriban tushamaliza 10 la kwanza, tuko katika 10 la pili la maghfira. Tena 10 la kwanza lishakwenda, hatujui ibada zetu ziko sawa, zilipokwenda jungu ni wapi. Mwenyezi Mungu atutakabalie, na kwa husni dhanni zetu tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa munasaba wa hili 10 la maghfira, Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao kwamba ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, wale watu ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atabadilisha makosa yao yawe mema, kwani wanadamu ni kukosa. Hiyo ndio falsafa ya kimwanadamu. Mwanadamu ni kukosa kisha arudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hizi husni dhanni zetu tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwao. Sijakusudia isipokuwa ni kutengeneza kwa kadiri ya uwezo, wama tawfiki illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Ikiwa tuendelea na mada ya elimu ya kimaadili na malezi ya kijamii, ikiwa tumefikiria katika kipengele wa taawanu ala albirri wattaqwa. Hii wa taawanu ala albirri wattaqwa kwa harakati za kiulimwengu tukaiyeyusha kimpango na kisampuli kwa maisha ya kijana, tukamfungamanisha na hili wa taawanu ala albirri wattaqwa, tukaielezea makana na daraja ya kijana katika Uislamu. Hiyo ikawa ni focus ya kwanza. Focus ya pili tukazungumzia masala ya kazi, kuwa kazi yangu ndio fahari yangu, kazi ni ibada wala sio ni aibu na kazi yangu. Jana tukaelezea mifano ya kazi ambazo kwamba vijana waweza kutaharak nazo wakapata lukmatul aishi ya halali. Leo tutamalizia kwa wasia ambao kwamba ni ami kwa vijana wenzangu. Leo tutatoa wasia in general, masala ya kazi, masala ya dini, masala ya mujtamai, masala ya sala na masala ya miamala yote inayofungamana na kijana katika humu ulimwengu. Vijana wenzangu, hakika katika dirasa kubwa za masala ya wasia unaopatikana katika Uislamu, tena hasatan katika Al-Qur'anul Karim, ni kutokamana na wasia za kimalezi ambazo kwamba Luqmanul Hakim alimuhusia kijana chake. Huyu Luqman al-Hakim alikuwa ni mtu wa kawaida, lakini kwa daraja aliyopanda mpaka Mola Subhanahu wa Ta'ala akampatia recognition ndani ya Qur'ani, akaweka sura khasa, suratul Luqman, kuonesha dori kubwa alilolicheza katika Uislamu. Labda kabla hatujazungumzia nyasia ama wasia za huyu Luqman al-Hakim akimpatia kijana wake, ili sisi vijana tuweze kuchukua na kuibaiba, tumweleze huyu Luqman al-Hakim kwa uchache. Je, ni mtu aina gani huyu Luqman al-Hakim? Katika titles ama katika mifano anaopigiliwa kuwa kwanza yeye ni abdun salih, katika watu wema, waj'alni min ibadika salihin. Hii ibadika salihin, huyu Luqman al-Hakim alikuwa miongoni mwa ibadullah salihin. Katika originality
zake na nationality zake. Huyu Luqman al-Hakim alikuwa ni Abdul Habashiyun, alikuwa ni Ethiopia, Mwafrika tu, juu ya Kenya kidogo tu kuna Ethiopia. Tena Nubiyun, huyu alikuwa ni Mnubi. Katika zama alizoishi ni zama za Nabii Allah Daud alayhi salam. Katika mambo ambayo kwamba alikuwa maarufu nayo huyu Luqman al-Hakim, kuna watu katika mujtamaa hujipamba na mambo fulani mpaka wakapata umaarufu na lile jambo analolipenda. Mashallah, huyu mvuvi hodari, apenda masala ya uvuvi. Mashallah, huyu mchezaji mpira hodari. Mashallah, huyu khatibu mzuri. Mashallah, huyu ni speaker mzuri. Kuna watu wajipamba na mambo fulani, tena si ya kheri hata si ya shari. Kuna watu pia watakulikana fulani kijizi kweli kweli, kwa sababu apenda kuiba. Vile vile Luqman al-Hakim, katika sifa alizokuwa maarufu nazo, alikuwa maarufu kwa sifa ya hikma. Huyu alikuwa ni hakim, tena wal mau'idhatul hasana, alikuwa ana uslubu mzuri wa kuyeyusha maneno yake na kufikisha kwa vijana na kwa jamii. Hata Mola Subhanahu wa Ta'ala atuhusia katika Qur'ani, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasana. Ukitaka kulingania kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala lazima uende na hikma. Nini maana hikma katika masala ya ulinganizi? Lazima ufahamu hadhira yako, lazima ufahamu ya hadhira yako, lazima mifano utakayotoa iendane na hadhira yako, na vile vile mau'idhatun hasana. Tulielezana nyuma kuwa hakuna watu wanaoathiri vijana sana, wanaoactivate, wanaohamasisha vijana katika mitaa kufanya mambo kama viongozi wa dini. Na hao viongozi wa dini, influence kubwa wanayotumia ni influence ya maneno. Waweza kuyeyusha mada, waweza kutumia uhodari wao wa kimaneno wakakufanya wewe kijana ukaathirika ukafanya jambo fulani. Leo maalasaf shadid, vijana wengi watoka katika mipaka kwa sababu ya athari ya lisanu da'wa inayotumika katika jamii. Lisanu da'wa yatumika vibaya. Ukitumia uslubu mzuri ukamwathiri mtu katika maisha yake, hiyo itakuwa ni sadaqatul jariyah yako. Na vile vile ukatumia uslubu ambao kwamba hauko, ukamwathiri yule kijana vibaya, akatoka katika mujtama, utakuwa na fungu la madhambi madamu ile athari inaishi na yeye. Kwa hivyo hii lisanu da'wa lazima tuitumie vizuri. Huyu Luqman al-Hakim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia hikma, lakini hakuwa mtume. Mbali na mifano yote anaopigiwa, alipatiwa hikma lakini hakuwa mtume. Katika mambo ambayo kwamba ni maarufu nayo alikuwa ni hikma, ni hakim, alipatiwa hikma. Na katika sifa zake, structure zake za kimuonekano, huyu Luqman al-Hakim alikuwa ni rajulan aswad, alikuwa ni mtu mweusi. Na nikisema mtu mweusi ni Mwafrika kama sisi wenye originality ya Kiafrika. Ni hapa nakumbuka tukapatiwa tanabahisho kuwa dini si ya Waarabu peke yao. Dini imekuja na risala am ya wanadamu wote. Huyu Luqman al-Hakim, mbali na nationality yake na originality yake, kwa yeye ni mweusi, yeye ni Mnubi, tena alikuwa kasirul qama, alikuwa kifupi, vitu vifupi sana, tuviogope. Mwenyezi Mungu amewapatia hikma ya hali ya juu, waweza kuathiri watu sawa sawa. Katika maisha yake alikuwa akifanya kazi za mikono ndogo ndogo kama kutunga mbuzi na kondoo, alikifanya useremala na vile vile alikifanya ushonaji. Na katika mambo ambayo kwamba ni maarufu nayo, alikuwa na husnul tafakuri, alikuwa na kufikiria mzuri, thinking yake ilikuwa ni mzuri sana. Katika huu ulimwengu kama mwanadamu lazima ufikirie kila jambo ambalo kwamba latendeka katika huu ulimwengu. Wayatafakkaruna fi khalqis samawati wa rabbana ma khalaqta hadha batilan. Hakuna ilmu hodari katika maisha ya mwanadamu kama ilmu tafakuri, ilmu ya kufikiria. Kwa nini Mwenyezi Mungu hapa akatuambia tufanye hivi? Kuna hikma gani? Mbona Mwenyezi Mungu akajalia kusujudu kwenda chini? Mbona kusujudu si kukimbia?
Mbona Mwenyezi Mungu akajalia kurukuu ni kufanya hivi? Mbona kurukuu isikuwe kulala? Ilmu tafakuri. Huyu alikuwa bongo lake napiga fikra sana. Tena katika hii ilmu tafakuri Mwenyezi Mungu akamjalia ana sidqul kalam, maneno yake ni ya ukweli, kisha watarku mala, yani hapendi kujihusisha na mambo ambayo kwamba hayamhusu. Min husni lislami lmari tarkuhu ma la yanihi, katika uzuri wa Uislamu ni mtu kuacha jambo lisilo muhusu. Na hii falsafa ya min husni lislami lmari tarkuhu ma la yanihi, isiwe mtu yafanya maovu kisha usimkemee ama usimrekebishe yule mtu ukasema hili halinihusu. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atuambie katika Qur'ani, wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqali. Siku ya Kiyama kuna watu watabeba madhambi yao, watabeba makosa yao na makosa yasiyo wao. Watu wafanya makosa mbele yako, lakini wewe hutumii lisani yako kukemea, hutumii nguvu yako kukemea, hutumii moyo wako kukemea. Kwa hivyo hii pia ni falsafa muhimu katika maisha ya mwanadamu. Ukiwa jambo hujahusishwa, usijihusishe, utapata madhara mingi kuliko faida. Katika wasaya za Luqman al-Hakim alizomusia kijana chake, Mola Subhanahu wa Ta'ala atutanabahisha katika Qur'ani ala lisani Luqman, kupitia ulimi wa Luqman. Ingawa haya maneno ni ya Luqman al-Hakim, lakini yamesajiliwa katika Qur'ani. Angalia delegation ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atumia maneno ya Luqman al-Hakim kutufikishia sisi ujumbe kwa kuyasajili ndani ya Qur'ani. Wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun fis samaa. Kuna watu ni minority katika hii ulimwengu, hawajulikani, hawana umaarufu, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala yawatambua. Wa kam min ma'rufin fil ardi majhulun fis samaa. Na ni watu wangapi wana reputation katika hii ulimwengu, lakini mbinguni kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala hawajulikani ndewe wala masikio. Luqman al-Hakim akianza wasia wa kwanza ambao kwamba ni essential, vijana wenzangu, angalia, amwambia kijana chake, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Masala ya iman na uslub wa kumwedhea mtu ama kumwedhea kijana, namna anavyomyeyusha, namna anavyomwandaa kisaikolojia mpaka yule kijana ataweza kupokea mawaidha yake. Angalia, jambo la kwanza amwita ya bunayya, akumwambia ya ibni, ewe kijana changu. Ya bunayya, ewe kijana changu mpendwa. Leo jamanini, vijana wenzangu, tukiingia majumbani twaitwa mwanangu mpendwa, mwanangu mzuri, barabara wangu mzuri. Labda bilaksi twaitwa kwa majina mabaya, wengine twaitwa mapunda, twaitwa mang'ombe, kwa sababu ile shakhsia yetu tunapoitengeneza katika jamii. Mwisho kuna wengine wakiingia nyumbani, kama kuna asset, kuna vijipesa, kuna vitu vimekete vibaya vibaya, vitwa, kwa sababu fulani ashaingia ana tabia ya mkono. Hatuandai hawa watoto wetu vizuri kwa masala ya kisaikolojia, na hii athari huathiri. Hata ukitaka kumwedhea mtoto wako ukawa mkali, ukamwita kwa jina baya, automatic leo unayomwambia yaingia na hapa, yatoka na huko, hayabaki hapa ndani. Lakini ukimwandaa kwa kumwita kwa jina zuri, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi yake, tafalu tanalu, pigeni fali mutapata. Sisi tuwaita watoto wetu, tutaka kupenda kucheza mpira Cristiano, tutaka kupenda jambo fulani, tuwanasibisha na mambo za dunia. Mbona hatuwanasibishi na mambo ya akhera? Huyu shekhe fulani huwa atakuwa gani, imam ashaingia, fulani ashaingia. Wapatieni majina mazuri. Moja katika kisa mashuhuri, kulikuwa na mzee apenda sana kumwita mtoto wake ng'ombe. Kila akifanya kitu nyumbani humwita wewe ng'ombe. Basi miamala yao, yule mtoto ajua mimi hapa nyumbani ikiingia title yangu ni ng'ombe. Akaenda mashule, siku hiyo wafundishwa katika Kiswahili wanyama na watoto wao, akafundishwa kuwa mtoto wa ng'ombe yaitwa dama. Basi mtoto atoka na furaha, ni elimu mpya ameipata shuleni.
atoka na furaha, afika nyumbani na ikasadifu siku hiyo baba alipata wageni, yuko katika sitting room aketi azungumza. Aingia na furaha, mwambia baba, leo tumefundishwa jambo, nataka nikurekebishe. Leo ticha ametufundisha jambo zuri skuli. Baba akamwambia tafadhali, hata kumsalimia baba, kumsalimia mbele za watu. Baba akataka kusikia leo amekuja na taaluma gani, ajifakhiri mbele ya wageni kwa na kijana chake leo amesoma, amepata elimu. Amwambia wewe siku zote unaniita mimi ng'ombe, ng'ombe wewe, mimi ndama, kwa sababu ng'ombe ni mzazi na mimi mtoto naitwa nani? Ya buni. Ewe kijana changu mpendwa, hii yatosheleza kuwa ni falsafa. Tutengenezeni mazingira ya kupeana mapenzi na kusafisha barabara katika upokeaji baina ya mwanafamilia mmoja na mwanafamilia mwingine. Sisi hatuna athari katika familia zetu, twaishi pengine hapa kuna maami zetu, hapa kuna wajomba zetu, hapa kuna ndugu zetu, hapa kuna kazi zetu, lakini hakuna athari. Huo ammi umeitwa tu ni ammi, ama wacheza dori yako kama ammi. Hiyo baba umeitwa tu ni baba, ama wacheza dori yako kama baba. Huo ukazi umeitwa tu ni kazi, ama wacheza dori yako kama kazi. Tena maal asafi shadid, utaona labda hatujuani, sisi ni ndugu, hatuna muamala. Siku nikifa utasikia huyu brother mimi nitasimamia sana, huyu brother mimi nitasimamia chakula, huyu alikuwa ni ammi, mimi nitasimamia jambo fulani. Ulikuwa wapi siku zote? Wallahi maal asafi shadid, katika miamala yetu katika hii ulimwengu, waweza kuishi na mtu wa kando, mkaishi kwa nia safi, mkakinaishana mpaka yule mtu ukatamani kwa nini hakuzalikana na tumbo moja la mama. Na vile vile waweza kuishi na mwanafamilia mkorofi mpaka ukatamani kwa nini kazalikana katika familia kama hii. Na imeelezwa kitambo katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu atuelezea katika sura Yusuf, ile ahsanul qasas. Hii ni fali yapenda sana kupiganiwa ama kupigiliwa kwa maneno ya Kiarabu, wasema amma al-qaribu faqala qtulu Yusuf wa amma al-gharibu faqala akrimi mathwahu. Watu wake wa karibu, ndugu zake tu walisema huyu lazima tumuue, utakuja kuwa na jambo. Lakini angalia maswahili, watu hata hawamjui, hawamhusu ndewe wala masikio, wakaja wakamkirimu Nabii Allah Yusuf. Na hii ni dirasa tutaipata saa nyingine, kikulacho kinguoni mwako, pale pale wana familia ndio wako kinyume. Kwa hivyo ya bunayya la tushrik billah, usimshirikishe Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika masala ya mitihani mikubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia mwanadamu ni masala ya kusikia na masala ya kuona. Kile unachokisikia, unachokizoezesha kusikia, ndio utakuja kukizaa. Kwa falsafa mbalimbali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin. Baada ya kuumba kutokana na hii nutfatin amshajin, nabtalihi, tumuomba huyu mwanadamu. Maombi ya mwanadamu ya kwanza yatoka wapi? Faja'alnahu sami'an basira. Ombi lako katika huu ulimwengu ni as-sam'u, kusikia. Chunga yote unayoyasikia, kwa sababu utakuja kuyazaa na mwendo wako ambapo utakayemuoa. Hata katika mascientists wanaofanya discovery zao wataka kuileta hii ilaka ya haya suratul insan na maisha ya mwanadamu kuchunguza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumeumba huyu mwanadamu katika structure ambayo ni nzuri zaidi. Wakafanya dirasa kwa katika huu mwili wa mwanadamu kuna viungo mbalimbali. Katika kiungo cha mwanadamu kuna kiungo cha masikio. Mbona Mwenyezi Mungu akafungamanisha hili sikio ndio mtihani mkubwa? Na vipi hii sikio itakuja kuzalisha unayoyasikia? Wakachunguza kwa hii structure ya sikio imeumbwa kama mfano wa mtoto amelala katika tumbo la mamake. Wajua mama akiwa mjamzito, tena akikaribia siku za kujifungua, yule mtoto hugeuka, huu upande wa chini ukawa juu na huu upande wa kichwa ukawa chini, ili usahilishe yale matoko ya yule mtoto katika uzazi. Wakapiga huu mfano wa mtoto anapokaa katika tumbo na
mfano wa structure ya sikio la nani? La mwanadamu, tena si mwanadamu wa kiume, si mwanadamu wa kike, kwa sababu asili ya mtoto yatoka kwa mwanamume. Wewe mwanamume ukiyapokea mazuri katika nutfa yako, waweka ama wadeposit mambo mazuri, utakapoingiza nutfa kwa mwanamke yatatoka mazuri. Na wewe kama mwanamume unapopokea mabaya, wadeposit katika nutfa yako mabaya, utakapoingiza tone lako la manii kwa mwanamke, automatic asili yake itakuwa ni mbaya. Na mama ndio ukaribu zaidi, kwa sababu yeye ndio yobeba kiumbe. Kwa hivyo Allah turekebishe haya masikio yetu. Pengine tunaweza kusema katika mujtamaa masala ya genetics, watoto wengine kutosikia na kuwa viwana karamu na mkokoto, muangalie babake, man yushabi abahu fama dhalal, mtoto kufanana na babake hajapotea. Idha raaita rabbal baiti bitubuli dhaliman fala ta'jibanna idha raaita alwalada la'iban, ukimwona baba mwenye nyumba apiga ngoma usishangae ukimwona mwana ufanya nini? Ucheza. Man yushabihi abahu fama dhalal, mtoto kufanana na babake hajapotea. Kwa hivyo Allah, hii kanuni ya samian basiran tuitunge vizuri masikizi yetu, turekebishe maono yetu. Unaoyaona wewe deposit kwa mtoto wako. Tena huyu Luqman al-Hakim baada ya kumuita ya bunayya, kisha amwambia la tushrik billah, mas'alatu tauhid. Hii ndio asasi katika maisha ya mwanadamu. La tushrik billah, usimshirikishe Mola subhanahu wa ta'ala. Hata katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia kad yaisa ash-shaytanu an yu'bada fi jazirati al-arab. Ingawa twayatunga haya masala ya shirki hakuna tena katika ulimwengu wetu, si rahisi kupata mtu afanye ushirikina isipokuwa ni mmoja katika 10 ama ni 5 katika 100. Kisha huyu Luqman al-Hakim katika hikma zake afananisha hii shirki kuwa ni dhulmun adhim, kuwa ni dhulma ya hali ya juu. Wala kusema kuwa ni dhambi la hali ya juu, kwa sababu mafhumu ya dhulma ni kukanyagia haki. Siku zote ukikanyagia haki itakuwa umedhulumu. Viumbe vote vilivyoko hapa duniani watambua uwepo wa Mola subhanahu wa ta'ala. Ili tukubaliana kwa dini zote, kwa viumbe vote, si miti, si wanyama, si Waislamu, si Wakristo, si Wahindi, si hawa, wote wakadaraki uwepo wa Mola subhanahu wa ta'ala. Wajua, katika ufahamu wa mwanadamu kama hajui kitu, hii yaitwa jahlul basit, yaitwa hii ni ignorance, lakini ambapo kwamba ni nyepesi. Kisha kuna jahili nyingine yaitwa ni murakkab, ni ignorance ambapo kwamba umepananisha ignorance nyingine. Kwa mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadithi yake, kullu mauludin yuladu ala fitra, kila kinachozaliwa huzalikana katika Uislamu. Ni mzazi wa Kihindi, ni mzazi wa Kikristo, ni mzazi wa dini fulani, kile kinachozalikana huwatazaliwa automatic ni Kiislamu. Mimi na wewe tushukuru, tukitrace back family zetu wote ni Waislamu. Kisha Mtume atuambia wazazi wake sasa, imma yuhadhiwanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Wazazi sasa ndio watamfanya yule mtoto Yahudi, watampeleka yule mtoto awe Mnasara, watampeleka yule mtoto awe Majusi. Hii yaitwa jahlul basit. Umezalikana katika Ukristo, umezalikana katika Uyahudi, umezalikana katika Unasara, katika Umajusi, ni basit. Kisha murakkab, tutakupatia muda mpaka utakapobalighi ufanye research wewe mwenyewe upate uhakika Uislamu. Utakapopata uhakika Uislamu ukaamua kubakia katika dini yako, hivyo inaitwa jahlul murakkab. Hii itakuwa ni ujinga ambapo kwamba wewe mwenyewe umefanya nini? Umeupandamanisha. Kwa hivyo kila kiumbe atadaraki, ajua kwa Mola subhanahu wa ta'ala ndiyo apasaye kuabudiwa kwa haki. Fungamanisho kubwa la kumfanya huyu kijana aepukane na masala ya shirki ni masala tusala, ni masala ya swala, kwa sababu hizi swala ni source ya amali zote za kheri tunazozifanya, kwa sababu inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Swala yakataza machafu
machafu na maovu. Kwa hivyo ukikataza machafu na maovu, automatic wafanya mambo ya mema. Kwa hivyo masdari ya mema ni hili swala, na hii swala ndio yafundisha mwanadamu ajifungamanishe ibada zake zote na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hata katika suratul Fatiha tunasoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tusaifungamanisha ile swala na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah, vijana wenzangu, jambo la kwanza msingi wako katika tauhidi baada ya kujaza imani ni masala tusala, ni masala ya swala, uzungumze na Mola Subhanahu wa Ta'ala directly. Katika masala ya ulezi na hii masala ya swala, Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha, atupia muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i, waamrisheni watoto wenu waswali bilhali wao wana miaka 7. Mtume atumia kilima muru, maana yake amrisheni. Sasa wewe mtoto wako ashafika miaka 7, toka mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 7 hujamfundisha mafumo ya swala, kisha amefika mwaka wa 7 uamrisha swala, takuwa umemdhulumu ama umefanya usawa? Hadithi ya Mtume atuambia muru auladakum bis-salati, amrisheni watoto wenu waswali, wa hum abna'u sab'i, bilhali wana miaka 7. Sasa wewe mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 6 hujamfundisha swala, kisha amefika mwaka wa 7 wamwamrisha aswali. Je, umetekeleza haki ama umemdhulumu yule mtoto? Taka jawabu ndio tusonge mbele. Umetekeleza haki ama umemdhulumu yule mtoto? Wana fikra zimelala kidogo. Takuwa umemdhulumu, kwa sababu wafaa ucheze dori hii muru auladakum biswalati wa hum abna'u sab'i. Haimaanishi akifika 7 ndio waamrishe swala, kumaanisha ile mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 6 fundishe, peleke msikitini, akutanize, kuna kufanya hivi, kuna kurukuu, kuna kuinuka. Ndio pale ikifika mwaka wa 7 tayari uko kafika, yale mambo yashakuwa mepesi kwake yeye. Kwa hivyo hapa jambo la kwanza, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, wa huku kumshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala ni dhulma ya hali ya juu. Na hii masala ya tauhidi ni masala ambayo kwamba ni msingi katika maisha ya Muislamu, kwa sababu ndio asasi katika akida. Enyi ndugu zangu Waislamu, hifadhini nyoyo zenu, chungeni, muziangalie nyoyo zenu kutokamana na kila kitu ambacho kwamba chajepa ama chapunguza pawa ya imani yako. Wajua kuna vitu ukivifanya vaongeza quality na quantity ya imani yako, na kuna vitu ukivifanya vapunguza quality na quantity ya imani yako, waishusha hadhi imani yako kwa masala mingi. Kwa hivyo tujitunge, tujifungamanishe na mambo ambayo kwamba yaingiza imani, tuepuke mambo ambayo kwamba yadharafisha imani. Tujifungamanishe na Mola Subhanahu wa Ta'ala, kisha tukae mbali na masala ya kufuata shahwatun nafsi, shahwa za nafsi zetu. Hizi nafsi katika Qur'ani imesifiwa mara 3. Kuna nafsun ammaratun bisui, nafsi siku zote ni yenye kuamrisha maovu. Usisikie wama ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisui. Na hii ni risala, nafsi haikuamrishi mara moja, leo itakuamrisha, baada ya nusu itakuamrisha ovu lingine. Siku zote nafsi yako yaamrisha maovu, lazima uitambue, lazima uituje, utoke katika hii kanuni ya nafsul ammaratu bisui. Ukitoka katika hii nafsul ammaratu bisui, automatic utaingia katika nafsul lawama. Nini maana ya nafsul lawama? Nafsul lawama ni ile nafsi yenye kukusuta baada ya kufanya mabaya na maovu katika maisha yako. Tulielezana nyuma, kuna masala ya dhamiri. Dhamiri ni sauti ya nani yenye kutumbuka. Mimi jana sijaswali fajr, mpaka leo tena tuko asri tuelekea maghrib sijaswali, roho yanipinga, mbona mimi sijaswali? Mimi jana bahati mbaya kwa pressure za kufungua saumu, naingia nyumbani kumpika wali na mboga, kamrukia mamangu, wajuta. Hiyo inaitwa nafsul lawama. Ukitoka katika nafsul ammaratu bisui, utaingia katika nafsul lawama, na hii ndio nafsi nzuri yatakikana katika maisha ya mwanadamu.
na nafsi ambayo kwamba ni nzuri zaidi, nafsul mutmainna. Usha focus katika ibada zako, umetulia sasa. Ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan, wewe ni umeridhia, kisha marudhiyatan. Mola subhanahu wa ta'ala pia amefanya nini? Amekuridhia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli janna. Kwa hivyo Allah masala ya hawa, masala ya shahwa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Siku zote ikajie nafsi yako, na nafsi yako siku moja ikikwambisha ya kheri, ichunguze kuna jambo fulani hapo nafsi yako yataka. Wa khalifi nafsa wash-shaytana wa'asihima wa inhuma mahadhaka al-mushaf fattahim. Hizi hawa siku zote na hizi shahwa siku zote za kukalisha mbali na taa ya Mola subhanahu wa ta'ala. Leo umepiga uji wako, umepiga pilau ya futari, tena nafsi yako unapumzika kidogo, ngoja tarawih ya kwanza ipite, ngoja raka 4 utaongeza mwisho ukitamani hata witri ukipata. Umetelekeza nafsi yako ukapata shahwa na matamanio ya Mola wako, na utakaa mbali na Mola subhanahu wa ta'ala. Naona mpaka hapa takuwa nimefikisha na wakati umenasibu. Tumomba Mola subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mola subhanahu wa ta'ala afungue vifua vya vijana wetu. Mola subhanahu wa ta'ala ajaze imani, atie nuru ili tuweze kuwa karibu na yeye. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.